فيه للقيام والصيام وتلاوة القرآن على النحو الذي يرضيك عنا، واجعل حجة لنا لا حجة علينا. اللهم وفقنا فيه لجميع ما يرضيك عنا. اللهم احببنا إليك واحبب صالح الأعمال إلينا برحمتك وإحسانك وجودك يا كريم، آمين آمين. Tunatarajia kama ilivyo ada ya kila mwezi wa Ramadhani kupitia sehemu katika aya za kitabu cha Allah kitukufu kwa ajili ya tafsiri na mazingatio na kudondoa sehemu katika mafundisho ya aya hizo, na tutaanzia kama tulivyokubaliana na suratu Tauba, na kwa kuanzia tutaanza na utangulizi wake. Amesema mwandishi asmau sura. Jambo la kwanza ambalo tutajifunza ni majina ya sura hii. Sura hii imekuja riwaya kwa majina matatu tofauti. Lililo maarufu zaidi ni suratu Tauba, min asmai hadhihi suratu Tauba, na hiyo ni kwa sababu ya kutajwa aya mbalimbali ambazo zinataja tauba, lakini hasa kisa cha tauba ya wala thalathati alladhina khulifu, watu watatu ambao waliachwa nyuma katika vita. Hawa ndio hasa ambao wanazungumziwa katika yani toba yao inazungumziwa hapa, wala thalathati alladhina khulifu hata idha dhaqat alaihim al-ardu bima rahabat. Hawa ndio hasa ambao wanazungumzwa au ndio sababu ya sura hii kuitwa suratu Tauba, na katika majina yake vile vile sura hii imekuja vile vile katika majina yake katika baadhi ya riwaya kwamba inaitwa suratu Baraa kutokana na neno la mwanzo ambalo limeanza nalo suratu Baraa, baraatu minallahi wa rasuli. Kwa hiyo kama ambavyo tunaita al-Fatiha sura, tunaita alhamdu, na suratul Baqara tunaiita alif lam mim, na hivi vile vile katika majina yake inaitwa Baraa, nayo imethibiti katika riwaya mbalimbali. Imetajwa kwa watu mbalimbali kama ambao wametaja Imamu Zamakhshari na Fairuz Abadi na wengineo katika vitabu vyao, na pia vile vile inaitwa al-Fadhihatu. Al-Fadhihatu, tauba inafahamika maana yake ni kutubia au toba, wa baraa ni kuwa mbali, baraa ni kuwa mbali, na al-Fadhiha ni sura inayowafedhehesha wanafiki, sura ambayo inaweka wazi mambo ya wanafiki. Kwa sura Tauba, katika moja yaliyomo ndani yake ni kwamba imeelezea vizuri sana habari za wanafiki, kwa hiyo inaitwa suratul Fadhiha. Na hajaandika hapa, lakini zimepokewa riwaya pia kutoka kwa baadhi ya salaf wakisema kwamba sura hii walikuwa wanasema yusamunaha Tauba, wanaiita suratu Tauba, wahiya fi haqiqa, anasema kwamba kwa hakika hii sio suratu Tauba. Nadhani ni Abdullah bin Mas'ud kama sijasahau, alikuwa anasema hii si suratu Tauba bali ni suratu al-Qital. Sura hii ni sura ya vita, ni sura ya vita kwa sababu ndani yake tokea mwanzo wake na katikati yake na mwisho wake imejawa kutaja hukumu mbalimbali zinazohusu vita. Imetaja hukumu mbalimbali zinazohusu vita. Inanishinda kushare hapa, I don't know why. Na sura baada ya kueleza hayo majina ambayo ni manne, ni suratu Tauba na suratu Baraa na suratu Fadhiha na suratu Qital. Hizi zimepokewa فعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس. Said bin Jubair ambaye ni tabi'i mkubwa katika wanachuoni wa kitabiina amesema, nilimuuliza Ibn Abbas radhiallahu anhuma, Allah amridhie yeye, Abdullah na babake, surati Tauba, akamwambia sura hii inaitwa suratu Tauba. Qala, akasema Ibn Abbas, at-taubatu
Suratu Tauba Al-Fadhiha ni sura ambayo inaweka wazi sifa na mambo yanayohusu wanafiki. Wa anil Barra radhiallahu anhu qala, Barra radhiallahu anhu amesema, akhiru surati, sura ya mwisho kuteremshwa, akhiru surati nazalat, sura ya mwisho kuteremshwa suratu Baraa, ni suratu Baraa. Yani kwa hiyo wameita kwa jina la Baraa inachokusudiwa hapa. Ama habari ya kwamba sura hii ni sura ya mwisho ni jambo ambalo sio lazima liwe hivyo, kwa sababu pia imepokewa riwaya kwamba suratul Maida ni sura ya mwisho kuteremshwa Madina, lakini jambo hili linatujulisha kwamba sura hii ni katika sura za mwisho kuteremshwa, na kwa hivyo bila shaka yote ni katika sura za Madina, na sura ya mwisho bila ya nizaa kwa kuteremshwa sura zote ni suratu idha jaa nasrullahi wal fathu, kama ambavyo zimepokelewa riwaya nyingine zikieleza jambo hilo. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit qala, amesema fatatabba'tu alqur'ana, yani alipopewa kazi na Uthman bin Affan ya kuikusanya Qur'ani, anasema fatatabba'tu alqur'ana, nikawa ninaifuatilia Qur'ani kuikusanya, hatta wajadtu, mpaka nikakuta akhira surati Tauba, mwisho wa surati Tauba, yani zile aya ambazo zinasema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Anasema aya hizi nikazikuta maa Abi Khuzaimah al-Ansari radhiyallahu anhu, zikiwa zimeandikwa na Abu Khuzaimah al-Ansari radhiyallahu anhu, kwa maana ya kwamba alipokuwa akikusanya Qur'ani sahaba huyu Thabit na wenzake wa Zaid bin Thabit na wenzake, kazi ambayo walikuwa wamepewa na Uthman bin Affan ni kwamba walikuwa wao hawaandiki sehemu yoyote katika Qur'ani mpaka wahakikishe wamepata mashahidi wawili. Mashahidi wawili wenyewe wanaokusudiwa ni lazima iwe Qur'ani hiyo iwe vile walivyohifadhi wao, ndio hivyo hivyo ambavyo wameikuta imeandikwa katika sehemu iliyoandikwa. Kwa hiyo hawakuandika hata aya moja katika Qur'ani Thabit na wenzake, isipokuwa aya hiyo lazima waikute ipo katika maandishi, kwa sababu ilikuwa kila Qur'ani ikishuka inashuka pamoja na kushuka kwake ilikuwa inahifadhiwa vifuani mwa watu, halafu inahifadhiwa kwa maandishi. Kwa walikuwa hawaandiki aya yoyote wakati wanakusanya Qur'ani mpaka wajihakikishie kwamba aya hiyo imo katika zile katika sehemu ambazo zimeandikwa Qur'ani. Kwa hiyo walikuwa wameandika Qur'ani, walikuwa wanatafutwa mmoja mmoja kila pahali ambapo imekusanywa, kwa sababu Qur'ani hiyo ilikuwa imekusanywa katika maelezo tofauti tofauti, maeneo tofauti tofauti. Kila mmoja amekusanya aya ambazo yeye ameshuhudia zikiteremshwa au alizipata baada ya kuteremshwa, mtu akaziandika na yeye akazikopi kutoka kwake. Kwa almuhimu ni kwamba Zaid bin Thabit anasema kwamba katika kazi hiyo ya kukusanya aya za mwisho kabisa walizokuja kuzikusanya, kuzipata maandishi yake, wakati wanazo kifuani, ilikuwa ni aya mbili za surati At-Tauba. Kwa hiyo Zaid bin Thabit ameita sura hii suratu At-Tauba, na amesema hata khatimati surati al-Baraa, yeye ameita suratu al-Baraa. Kwa suratu al-Baraa imepokewa kutoka kwa Zaid bin Thabit, na kwa Barra pia ameita suratu al-Baraa, na kutoka kwa Ibn Abbas amelikiri neno tauba, suratu Tauba, na pia akaita kwamba ni fadhiha. Na vile vile tumesema kwamba zipo riwaya nyingine ambazo zinaonyesha kwamba salaf walikuwa wanaita suratul Qital, yani sura ya vita. Fadhailu suratu wa khasaisuha, ubora wa sura hii kwa ufupi na mambo yake ambayo ni maalumu, yani yasikuwepo katika sura nyingine. Ya kwanza, hathu sahabati ala taallumiha, kuhimizwa wa masahaba, yani masahaba kuhimiza watu juu ya kujifunza suratu Tauba. Yani imekuja mapokeo riwaya zikionyesha juu ya umuhimu hasa kwa wanaume kujifunza suratu Tauba. Kataba Umar bin Khattab radhiallahu anhu, Umar bin Khattab radhiallahu anhu aliandika barua, akaandika ta'allamu suratu Baraata, jifunzeni suratu Baraa. Na hii inaonyesha kwamba na yeye pia alikuwa anaita Baraa
wa'allimu nisaakum suratu Nur, na wafundisheni wanawake wenu, yani wake zenu wafundisheni, na mabinti wenu wafundisheni suratu Nur, kwa sababu ya zile ahkamu ndani yake zilizomo za nyumba, za kuomba idhini, wakati gani mtu aingie, wakati gani asitembelee mtu, namna ya kutoa salamu, mtu afanyaje akiingia katika nyumba ambazo hazikaliwi na watu, nyumba za marafiki, hukumu zake, kula vyakula katika nyumba za marafiki na sio kwa marafiki, na vitu vingine vingi katika mambo yanayohusu hukumu za mtu kusingiziwa uzinifu kama ilivyoanza sura, na ubaya wa zina na kadha na kadha. Kwa hiyo mambo yale ndani ya sura Nur, Sayyidina Umar alikuwa anahimiza yafunzwe kwa kina mama, na suratul Qital hii suratul Tauba au suratul Baraa alikuwa anahimiza wanaume wajifunze, kwa sababu inakamilisha sehemu ya wanaume wa mwanamume kule kuwa mkakamavu na kuwa shupavu dhidi ya makafiri na dhidi ya wanafiki. Alafu amesema annaha min awakhir ma nazala min alquran, sura hii ni katika mwisho katika zilizoteremka katika Qur'an. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala akhiru surati unzila Bara bin Azib radhiyallahu anhu amesema kwamba sura ya mwisho kuteremshwa ni suratu Baraa, na tumesema kwamba hii pia zipo riwaya kwamba suratu Maida ni ya mwisho, na pia zipo riwaya kwamba suratu An-Nasr idha jaa nasrullahi wal fath ndio ya mwisho, na hii kila inayosemwa hivi inamaanisha kwamba ni katika za mwisho mwisho, lakini ya mwisho kabisa ni suratu idha jaa nasrullahi, kama ambavyo tulipita hayo katika ulumu al-Quran, na aya kwa sura nzima ni suratu An-Nasr, ama aya ya mwisho ni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Halafu katika ubora wa sura hii, la yubda'u fiha bismillahir rahmanir rahim, sura hii haikuanza na bismillahir rahmanir rahim. Naqala al-ijma'u ala dhalika ghairu wahid, wameeleza hivyo wengi katika wafasiri na si kwa mmoja. Kwa mfano wametaja masala hayo Ibn Ashur katika Tahrir wa Tanwir, na wanachuoni wengine tofauti tofauti jambo hilo wamelitaja kwamba ni ijma ya wasomi kwamba suratu Baraa haianzwi na bismillah, kama ambavyo pia wanakubaliana wanachuoni wote kwamba suratu Namli ndani yake kuna bismillah katika aya zake. Halafu katika mambo ambayo vile vile ni ya pekee katika sura hii hayapo katika sura nyingine. Kwa ujumla hayo ndio ambayo yapo, lakini sura hii inatajwa kwamba ni muunganiko wa sura Anfal, yani katika yanayotajwa kwamba sura Anfal ni kama kwamba ilipomalizia hakukuhitajika kuwa nafasi, hakukuhitajika kuwa na bismillahir rahmanir rahim, kwa sababu ya maudhui ya sura Anfal yanaunganika moja kwa moja na sura Baraa. Kwa hiyo sura Baraa haina bismillah kwa sababu maudhui yake inafungamana mno na sura Anfal kuliko sura nyingine zinavyofungamana na sura nyingine, wallahu a'lam. Alafu bayanul maki wal madani ni sehemu ambapo imeteremshwa sura hii. Sura Tauba madaniya ni sura iliyoteremka Madina, wa naqala ghairu wahid al-ijma' ala dhalik, na zaidi ya wafasirina zaidi ya mmoja wameelezea au wengi wao wameelezea kwamba kuna ijma' kwamba sura hii ni sura ya Madina, kama ambavyo tumetangulia kusema kwamba kuna ikhtilafu kwamba ni katika sura za mwisho au mwisho kuteremshwa. Baadhi maqasidi sura, baadhi ya makusudio. Min ahami maqasidi surati Tauba, miongoni mwa makusudio yake makubwa, la kwanza rasmul manahij, kuweka mpangilio au utaratibu alladhi yajibu an yaslukahu almu'minun, ambao wanalazimika waislamu kufuata fi alaqatihim ma'al mushrikina, fi alaqatihim, katika mafungamano yao na washirikina, wa ma ahli alkitab, na pamoja na Wayahudi na Wakristo, wa ma almunafiqin, na pamoja na wanafiki. Kwa hiyo ni sura iliyokuja kuzungumzia mujtama, nani apendwe na apendwe kwa kiasi gani, nani achukiwe na achukiwe kwa kiasi gani, anayechukiwa mipaka ni ipi, awekewe vizuizi vipi ili asidhulumiwe haki yake hata kidogo, bali afanyiwe ihsani. Wa in ahadu min almushrikina istajaraka faajirhu, mtu akikutaka umpe amani, akikosa amani mpe amani na umlinde, na iwe lengo lako sio kutaka chochote katika dunia, hata yasma kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani akishakufika pia uwe na programu ya kumfanyia dawa ili aweze kusikia maneno ya Allah. Kwa hiyo alaka hizi na washirikina na wanafiki
na watu ambao wamepewa kitabu au wamevuliwa kutokana na washirikina, yani washirikina wale wa Arabu, halafu Wayahudi na Wakristo wakapewa special status na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Lakini nao vipi watu waamiliane nao? Ikabainisha sura hii kwa uwazi. Halafu kashful ghita, kuondosha pazia, anil munafiqin, kwa wanafiki, wa asnafihim, na makundi yao, wa ausafihim, na sifa zao. Yani wameelezewa wako namna gani wanafiki hawa na sifa zao. Halafu pia na sifa zao ni zipi? Sifa nyingi za wanafiki zinapatikana katika sura hii. Wa fadhu afailihim, na kuweka wazi kuvikashifu vitendo vyao, fil mujtama almuslim, katika jamii ya Kiislamu. Na ya tatu, bayanu kathiri min alahkam walirshadat, kuelezewa sheria nyingi wa irshadat, na miongozo mingi, allati tahtaju ilaiha dawlatu nashia, miongozo ambayo dola changa inahitaji kupitia kufuata miongozo hiyo ili iweze kutanuka na iweze kujiweza. Kwa ufupi, hayo ndio makusudio matatu makuu ya sura hii. Maudhuati sura, ama maudhui ambazo zimejitokeza ndani yake ni nyingi, lakini katika hizo miongoni mwazo ya kwanza ni albaraatu min almushrikin, ni Allah kujiweka mbali na washirikina na kuvunja nao mkataba. Albaraa, kuvunja mkataba kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mushrikin, kajiweka mbali na washirikina. Wal amru biqitalihim, na kuamrishwa Waislamu kwamba ukipita, wapeni muda fulani wa amani, ukipita muda huo utakuwa ni muda sasa wa kupigana nao, kwa sababu wameshatangaza wenye wao na wameshaanzisha vita. Wanabdhu uhudihim, na kuvunja kwao ahadi. Waman'uhum dukhul masjidil haram, na namna ambavyo wao walianza kuwazuia Waislamu wasiingie katika msikiti mtakatifu. Wanahyu an muwalatihim, na kukataza Waislamu kuwafanya makafiri kwamba ndio wandani. Walau kanu dhawi qurba, hata ikiwa ni watu wa karibu, yani wazazi wao au watoto wao au ndugu zao au mfano wa hivyo. Jambo la pili, au katika maudhui ya pili, al-isharatu ila waqa'ati harbi Hunain, kuashiriwa kwa tokeo la vita vya Hunain. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum wa tarbiyatu nufusil mu'mina bisidqi tawakkul ala Allah ta'ala, na kuwalea Waislamu juu ya ukweli wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, katu wasije wakafika pahali wakategemea imma akili zao au idadi yao au silaha zao au chochote kile ambacho wanacho, bali muda wa kuwa wanalofanya ni jambo la dini, wanahitajika kuelekeza mioyo yao moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah anaashiria kisa cha Hunain, ambapo Waislamu walipigwa kwa sababu badala ya kumtegemea Allah kama walivyomtegemea katika vita vilivyopita, idh a'jabatkum kathratukum, ilipowapendeza katika nafsi zenu ile idadi yenu ya wingi, mkajiona kwamba sisi ni wingi, mkasema lan nughlaba al-yawma min qillatin, leo hatuwezi tukashindwa kwa sababu ya uchache. Hapa hatushindwi kwa sababu idadi yetu sisi ni kubwa. Kwa hiyo jambo hilo limeashiriwa. Jambo la tatu, i'lanu al-harbi ala ahli kitabi min al-arab, kutangazwa vita dhidi ya Waarabu ambao walikuwa ni Wayahudi au Wakristo, hata yu'tu al-jizya, mpaka walipie jizya, wa annahum laysu ba'ida min ahli shirki, na kwamba wao hawapo mbali sana na washirikina, wa anna al-jami'a la tanfa'uhum quwwatuhum, na wao wote makafiri wa aina yoyote ile, wawawe wakiwa ni Wakristo au Wayahudi au washirikina, hautowafaa umoja wao wala amwalu, wala mali zao, wala nguvu zao. Watakbihu qawli al-yahudi wan nasara, na kutajwa ubaya wa kauli za Mayahudi na Wakristo, fi haqi Uzair, katika haki ya Uzair, ambao walikuwa Wayahudi wanamwamini kwamba ni mtoto, au sehemu katika mataifa ya Wayahudi walikuwa wanaamini kwamba ni mtoto wa Mungu, na Isa alayhi salam, na Isa Allah awateremshie amani ya Uzair na Isa wote wawili. Wataakidu risalati rasuli as-sadiq al-muhiq, na kuthibitisha ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa aibu ahbari al-yahudi, na kuzitaja kwa kasoro, kuzitia aibu na kuzitaja mapungufu ya ahbari al-yahudi, viongozi wa kidini wa Wayahudi, fi aklihim amwali bil batil, kwa kule kula kwao mali za watu wengine kwa batil. Jambo la nne katika maudhui ya sura hii, hurmatul ashhuril hurum, utukufu wa miezi mitukufu minne, yani mwezi wa Rajab na mwezi wa mfungo pili na mfungo tatu na mfungo nne. Hurmatul ashhuril hurum, utukufu wa miezi mitukufu. Wa dhabti sanati ash-shar'iyya, na kuwekwa
mwaka wa kisheria kwamba una miezi 12 katika sheria ya Kiislamu. Wa ibtalu nasi alladhi kana inda aljahiliya, na kubatilishwa kwa idadi walikuwa wanaongeza idadi ya masiku ambayo ilikuwa ipo katika jahiliya. Jambo la tano, alhathu ala aljihadi, watu kuhimizwa juu ya jihadi, jambo ambalo kama watu kulisema hivi sasa wamefika pahali wanaogopa. Uislamu dharwati sanamihi aljihad, kitu chake cha juu kuliko vilipo vitu vyote ni jihadi. Hatusemi kwamba iwe jihadi iwe faudha, iwe ni holela holela tumpata mpataye tu, la. Jihadi lazima iwe munadham kama ambavyo alikuwa amefanya Mtume sallallahu, lakini lazima kila kijana wa Kiislamu afahamishwe kwamba jihadi ni jambo tukufu mno katika Uislamu na linahitajika, na kwa sababu ni tukufu linahitajika, kabla mtu hajalifanya alisome, alijue vizuri kwanza, kwa sababu bila ya hivyo hataruhusiwa mtu kufanya amali yoyote. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, mtu ajue kwanza kabla hajasema na kabla hajatenda. Na vile vile hawezi mtu kuruhusiwa kufanya jihad illa ba'da al-istitaa, isipokuwa baada ya kuwa na uwezo, baada ya kukamilisha ala, kukamilisha uongozi, kukamilisha jeshi. Isiwe mnafanya jihadi ambayo inaleta madhara zaidi kuliko manufaa yake. Lazima jihadi yoyote ile iwe imepimwa kisheria kwamba manufaa yake ni makubwa kuliko mafsada yake, na lazima iwe chini ya uongozi ambao ulipatikana katika njia za kawaida, sio njia za kutumia nguvu, kama ambavyo Mtume sallallahu alikuwa anawazuia masahaba kufanya jihadi walipokuwa Maka, mpaka waliposimamisha dola ikawa ina nidhamu maalum, kiongozi anajulikana na watu wana silaha na kadha na kadha, ndio jihadi karuhusiwa walipofika Madina. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajue kwamba jambo hilo haliwezi kufutika, ni wajibu ambao upo kwa Waislamu mpaka kitakaposimama kiyama. Lakini kama ulivyo wajibu wengine, jambo hili linahimizwa, lakini linahimizwa katika utaratibu wake, sio bila utaratibu maalum. Alhathu ala aljihadi watanfir alam, na watu kuambiwa watoke wote fi sabilillah, katika njia ya Allah, bil amwal wal anfus, kwa kutoa mali zao na nafsi zao. Wa adamu rukuni la dunia wa zinatiha, na kuto kujiegemeza watu katika dunia na mapambo mpaka wakashindwa kufanya jihadi. Jambo la sita, nusratullah subhanahu wa ta'ala linabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi Siddiq, ushindi aliompa Allah mtume wake na rafiki yake mtume Abu Bakar Siddiq, wa hifdhuhu lahuma min a'yun al-kuffar, namna ambavyo Allah aliwahifadhi kutokana na macho mabaya ya makafiri. Jambo jingine, maudhui ya saba, dhikru awsafi al-munafiqin wa dasaisihim al-makira, kutajwa sifa za wanafik na tabia zao mbaya, almakira, ambazo zenye kufanya vitimbi. Wa dhikru adhahum lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, kutajwa maudhi yao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam bil qawl wal fi'l, ambao walikuwa wanafanya kwa maneno na kwa vitendo. Wa aymanihim alkadhiba, na namna ambavyo walikuwa wanakula viapo vya uongo. Wala yahlifunna billahi in aradna illa alhusna, wakija kwa mtume sallallahu walikuwa wanapenda kuapa mara kwa mara, ni katika dalili za watu wanafiki. Wa amruhum bil munkari wa nahyihim anil ma'ruf, na namna ambavyo wanaamrisha yaliyo maovu na yaliyo mema wanayakataza. Wakadhibihim ala uhudi, na uongo wao wanapotoa mafungamano, wanapoingia katika mikataba. Wa sukhriyatihim bi du'afa'il mu'minina, namna ambavyo walikuwa wanawadhalilisha, wanawasema vibaya na kuwabeza waumini. Wale waminhum yalmizuka fi sadaqat, walikuwa waumini wakitoa kitu kidogo wanawasema vibaya kwa sababu walichokitoa ni kichache. Wal amru bijihadihim, na kuamrishwa kupambana nao, ambapo kupambana nao wanafiki sio kupambana nao kuwaua, kama ambavyo tutaona Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufahamisha vizuri kwamba jahidil kuffara wal munafiqina, wanafiki ni kupambana nao intellectually, sio physically, sio kwa kutumia silaha, bali sio kwa kutumia silaha zinazoua za kivita, bali kutumia silaha za kiakili na kielimu, kujua namna gani utaishi nao na kuwapa nafasi, ili sije kaonekana kwamba kuna mpasuko katika jamii ya Kiislamu. Kwa hivyo ndio ambapo Mtume sallallahu alipambana na wanafiki. Wanahi anil isti'anati bihim, na kukatazwa Waislamu kuwategemea makafiri na wanafiki. Wanahi sallallahu alaihi wasallam, na kukatazwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anil istighfari li ahyaihim, kwa kuombea msamaha wale ambao hawajafa. Wa anis salati ala amwatihim, na kuwasalia sala ya jeneza na kuombea dua wale ambao wamekufa. Wa aibi almuqassirina ala al-i'tidharihim bil a'dhari al-batila, na kutajwa vibaya almuqassirina ala i'tidharihim bi a'dhari al-batila,
kwa kule pale wanapotoa udhuru kwa udhuru zao ambazo si sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala anataja nyudhuru zao na anataja ubatili wa nyudhuru hizo, hoja zake ni zipi kujibiwa, namna ambavyo walikuwa wanafanya au wanatoa excuse zao. Wala insaltahum la yaquluna inma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru, na aya mfano wa hizo ambazo zinaonesha kwamba udhuru wao, excuses zao walikuwa wanazitoa si sahihi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nane, dhammul a'rabi fi salabati, kutajwa vibaya Waarabu wa shamba ambao tunaoita mabedui, fi salabati, katika zile tabia zao za ushamba na ugumu, huwa wao ni watu wana rigidity ndani yake na ugumu, watamasukihim bidini albatil, na kule kushikamana kwao na dini na tabia na nyenendo na silka na mila zilizobatili, wa madhu ba'dhim bi salatin fi dini alhaqi bisalabatin fi dini alhaqi, na kusifiwa vile vile wengine kati yao kwa sababu ya ule ugumu walivyohamishia wakauleta katika haki. Wa min al-a'rab, aya ambazo zinataja habari za a'rab. Halafu dhikru sabiqina min al-muhajirin wal ansar, kutajwa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum. Aya hizi wametajwa waliotangulia miongoni, wale watangu wa mwanzo miongoni mwa muhajirin na ansar, wa fadlihim, na utukufu wao, wa dhikru al-mu'tarifina bi taqsirihim, na kutajwa watu ambao wanakiri makosa yao, wale ambao walikuwa wanasema wa akharuna atarafu, Allah amesema wa akharuna atarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a, watu ambao wamekiri makosa yao, wa qabuli sadaqati min alfuqara, na kwamba Allah anapokea sadaka hata zikiwa ni chache zinazotoka kwa watu maskini, pia anazipokea. Anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala anapokea sadaka na vile vile anakubali toba ya mtu anapotubia. Kwa hiyo sura au aya zinataja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapokea sadaka ya wanaotoa sadaka, na pia anapokea vile vile toba za wenye kutubia. Kwa hiyo aya sura pia imetaja jambo hilo. Halafu pia vile vile katika yaliyotajwa katika maudhui ya sura hii ni nusratullah subhanahu wa ta'ala, dhikru binai masjidi dhirar, kujengwa kwa msikiti uliojengwa kwa ajili ya madhara, kwa ajili ya kumdhuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, li gharadhil fasid, kwa malengo mabaya. Na vile vile maudhui nyingine, dhikru binai masjidi Quba ala ta'ati wa taqwa, kutaja msikiti katika misikiti ya Madina katika mji wa Quba ambao mpaka leo upo, ambao ndio msikiti wa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam alioswali ndani yake swala ya Ijumaa, na wakatajwa watu wake na kusifiwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu wa msikiti huo, watu ambao wanajitoharisha, na wakatajwa kwamba tokea mwanzo umeasisiwa kwa ucha Mungu, kama ambavyo Masjid Dhirar katajwa kwamba ni msikiti ambao umeasisiwa na wanafiki kwa malengo mabaya. Vile vile mubayatul haqqi ta'ala abidahu bishtirai anfusihim, kuna namna ambavyo Allah anawapa mkono wa kuwaunga mkono waumini kwa kufungamana nao manunuzi, kwamba yeye ananunua nafsi zao na mali zao, kwamba wao atawalipa pepo, watoe wao nafsi zao na mali zao kwa ajili ya njia yake, na yeye atawalipa pepo. Wa muawadhatihim an dhalika, na kwamba yani atawapa badala aljanna kwa pepo. Na vile vile annahyu an istighfar mushrikina, kukatazwa waislamu kuombea msamaha wa shirikina. Na maudhui nyingine, qabulu taubati mutakhallifina an azwat Tabuk, kutajwa toba ya watu ambao hawakwenda katika vita vya Tabuk. Na atanfiru li talabil ilmi, watu ile vita vya Tabuk ndio ala thalathati alladhina khulifu, na ghazwat Tabuk ndio ambayo ndio walishindwa kwenda hao watu watatu. Halafu atanfiru li talabil ilmi, watu kutakiwa watoke. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun wama kana almu'mina liyanfiru kafa, waislamu hawatakiwi kutoka wote kwenda kutafuta ilmu, lakini wanatakiwa wale watu ambao ni wazuri watoke, wakirudi waje waonye wenzi wao. Na nyingine alimtinanu ala almuslimina, Allah subhanahu wa ta'ala anataja neema kwamba amewapa neema kubwa Waislamu kwa kuwaletea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye mtume huyo anawatakia Waislamu kila aina ya kheri.
Kwa ujumla hayo ndiyo maudhui ya sura hii ambayo yamo kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake kwa ujumla. Ama tafsiri ya aya ambazo zimo kuanzia aya ya kwanza na ya pili ambayo tutaanza nayo leo insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amesema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin. Aya hizi zinaungana na aya zinazofuata mbele yake. Aya zinazofuata mbele yake takriban 10 zinazungumzia maudhui moja ambayo kwa ujumla hivi sasa tulisema kwamba maudhui hii ni katika maudhui ambazo makafiri wanaopinga Uislamu wanazitumia mno kwa ajili ya kushambulia Uislamu. Nayo ni aya ambayo inaitwa ayatus saif kama ambavyo wanaiita baadhi ya Waislamu tokea zamani, ambapo Allah amesema kwamba fa idha salakha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wakhudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Utakapomalizika miezi mitakatifu waueni washirikina popote mtakapowakuta na muwavizie na muwakalie katika kila njia. Kwa hiyo wanasema vipi dini hii ambayo ni dini ya rehma na hali ya kuwa inatangaza kuwaua sio kuwa Waislamu katika kila namna? Kwa hiyo jawabu ya kujibu aya hiyo ndio inaanza tokea mwanzo wa sura hii, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wa kuanza mazungumzo ilianza bara'atu min Allah, yaani Allah anatangaza kwamba hii sura hii au hizi aya hizi zinazoshuka, haya maneno yanayotangulia ni kuwa mbali Allah, huu ni kuvunja miadi. Hapa Allah anavunja, sio kuvunja miadi bali ni kuvunja mkataba. Bara'atu min Allah, Allah anataja kuwa mbali min Allah unaotoka kwa Allah wa rasulihi na mtume wake. Na kwa wale watu wa lugha bara'atu min Allah wa rasulihi, no, tuachane na lugha. Bara'atu min Allah wa rasulihi, Allah subhanahu wa ta'ala anataja kwamba yeye na mtume wake wanavunja mkataba wa washirikina. Ila alladhina ahadtum, iende tangazo hili au ilani hii ya kwamba mkataba unavunjwa na Allah na mtume wake anakuwa mbali, wende kwa washirikina. Alladhina ahadtum, wale ambao mliahidiana nao, minal mushrikin, miongoni mwa washirikina. Kwa hiyo kwanza, kabla hapajatajwa kwamba wauawe, Allah subhanahu wa ta'ala alitangaza wazi kwamba sasa mkataba basi. Maana yake ni kwamba kulikuwa kuna mkataba wa amani baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, baina ya Waislamu na washirikina. Washirikina wakauvunja mkataba huu kwa kuwaua watu ambao walikuwa wapo chini ya Waislamu, wapo kwenye himaya ya Waislamu, wakaenda wakawavamia. Kwa hiyo hawa watu wakaja wakalalamika kwa Mtume SAW kwamba sisi tupo chini yenu na mkataba wenu ulikuwa unasema kwamba walio chini yenu ni sawa na nyinyi na wao walio chini yao ni sawa na wao, wasidhuriwe, na sisi wamekuja wametuvamia. Jambo hili lilifanywa pasi na mashauri kwa Makuraishi. Wao wenyewe wao walifika pahali wakawa wanalaumiana na wanajuta kwa nini wamefanya jambo hili la kuvunja mkataba, lakini kwamba mkataba waliuvunja, ni wao ambao walivunja mkataba. Kwa hiyo katika hali kama hii ambapo ilikuwa tumekaa katika amani, makafiri walivyoona kwamba walivyokaa katika amani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua fursa hiyo kueneza dini kwa mataifa makubwa kama ya Roma na Irani ya wakati huo. Mtume akawa anapeleka barua katika maeneo tofauti, Sham na ambayo ni Syria hivi sasa, ambako ndio ilikuwa ndo makao makuu ya dola ya Kiroma na sehemu nyinginezo, au kuna wafalme katika wafalme wa Kiroma katika ardhi ya Sham na sehemu nyinginezo. Mtume akawa anasambaza barua, wakaona kwamba Muhammad sasa anafaidika zaidi na hii hali ya amani. Kwa hiyo baadhi yao wakaamua kuivunja amani ile, wakawashambulia watu ambao walikuwa chini ya Waislamu. Kwa hiyo Allah baada ya watu kuvunja miadi, kuvunja mkataba, ndio wakasema na yeye sasa na mtume wake na wao wanatangaza sasa kwamba na wao wanavunja mkataba huu, kwa sababu ushavunjwa, haupo tena, tayari umeshaharibiwa. Kwa bara'atu min Allah wa rasuli ila alladhina ahadtu min almushrikin, hili ni tangazo kwamba Allah au aya hizi ni kujulishwa washirikina kwamba Allah na mtume wake wapo mbali
na wale ambao walikuwa wameingia nao mkataba au makubaliano. Fasihu fil ardhi, wakaambiwa washirikina hawa basi tembeeni fil ardhi, katika ardhi, 4 ashhur, yani mnapewa miezi minne, mjipange vizuri, mwende mnakotaka, msije mkasema mmevamiwa, msije mkasema mmeonewa. Nyinyi mshaua, mmeshadhulumu, lakini bado Allah kwa uadilifu wake anasema fasihu fil ardhi 4 ashhur, tembeeni katika ardhi muda wa miezi minne, lakini waalamu, mtambue annakum ghairu mu'jizillah, kwamba hata mkenda popote mtakapokwenda, hata mkiamua kufanya tena uharibifu, hata mkiamua kubakia hapo hapo mlipo, tambueni kwamba annakum ghairu mu'jizillah, kwamba nyinyi hamwezi kumshinda Allah, wa anna Allah mukhzil kafirin, na kwamba Allah ni mwenye kuwafedhehesha makafiri. Maana ya aya hizi baraatu minallahi, hii ni Allah kutangaza kwamba amevunja mkataba wa rasulihi na mtume wake, ila alladhina ahadtum, kwa wale ambao mmewekeana nao miadi au mkataba, minal mushrikin, miongoni mwa washirikina. Ai hadhihi baraatun, sura hii au aya hizi ni kujitenga. Baraa ni kuwa mbali, minallahi, kutoka kwa Allah wa rasuli na mtume wake, ila jamii almushrikina, kwa washirikina wote, alladhina ahadtumuhum, ambao nyinyi mliingia nao mkataba, ayuha almuslimun, enyi waumini. Aya ya pili, fasihu fil ardhi, tembeeni katika ardhi, 4 ashhur, maana yake fasiru wadhhabu. Fasihu maana yake tembeeni katika ardhi na muondoke, ayuha almushrikun, enyi washirikina, fi ardhi llahi aina ma shi'tum, mwende katika ardhi ya Allah sehemu yoyote mnayotaka, aminina, hali ya kuwa mpo katika amani. Hakuna muislamu anayeruhusiwa kuwapiga baada ya kuwa nyinyi mshawavamia waislamu na mshavunja miadi. Muddata 4 ashhur, kwa muda wa miezi minne. Yani Allah anatoa udhuru, kila aina ya udhuru, kwamba hawa watu wasije wakapata chochote kile cha kukisema. Yani hizi aya tunazisoma zionyeshe namna gani Qur'ani na Uislamu ulivyo perfect, kwamba hakuna pale ambapo mtu anaweza akatoa kasoro. La yanalukum fiha min almuslimina su'un, hakiwezi chochote kibaya kukuguseni nyinyi washirikina ndani ya miezi hii minne kutoka kwa Waislamu. Waalamu, natambueni, annakum ghairu mu'jizillah, kwamba nyinyi hamwezi kumshinda Allah. Ai waalamu ayuha almushrikun, nafahamuni enyi washirikina, annakum, kwamba nyinyi, in ikhtartum alistimrara, ikiwa mtachagua kuendelea, ala alkufri, katika ukafiri, fi muddati ahdikum, katika muda huu wa miezi hii minne, wa antum aminuna fiha min almuslimin, hali ya kuwa nyinyi mna amani katika miezi hii, waislamu hawezi kushambulieni. Ghairu faitina min iqabillahi, hamwezi nyinyi kuporonyoka, kutoka, kukimbia, mkao hamupatikani tena kutokana na adhabu ya Allah, in arada, ikiwa yeye Allah ataamua kwamba waadhibuni. Yani kwa kupewa hii miezi minne, msije mkaona kwamba mtakuwa na namna yoyote ya ujanja. Na hii ni katika kuonesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala hana haraka na viumbe wake, kwa sababu hawana popote pa kwenda pasipokuwa pake. Na ndio maana watu mpaka leo wanaachiwa. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini kama Hitler wanaachiwa, kwa nini kama Weinstein, kama ni kweli hayo yanayosemwa, kwa nini wanaendelea kuwa hai, wanastarehe na kadha na kadha. Allah hana haraka, sisi ndio ambao tumekuwa bound na time, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni timeless, hahitaji muda kwake yeye kumwachia mja. Hana mja pa kwenda, hana pa kukimbilia. Binadamu ndio huwa anapatiliza haraka haraka kwa sababu yeye anaendana na muda, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hana haraka na wayatendao watu waovu. Kwa hiyo anawaambia nyinyi fanyeni mnavyotaka, nendeni mnakotaka, lakini ikiwa Allah anataka kuadhibuni, mjue kwamba hamna namna ambavyo mnaweza kushindana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa antum ala ardhihi wa fi sultani, nyinyi mpo katika ardhi yake na mpo katika mamlaka yake, wa tahta qudrati, na mpo chini ya uwezo wake. Fabadiru bitauba, basi jambo la maana ni kukimbilia haraka haraka kutubia na kurejea kwa Allah. Wa anna Allah mukhzil kafirin, na mfahamu kwamba Allah ni mwenye kuwanyongesha na kuwafedhehesha na kuwapa khizaya makafiri. Ayi waalamu ayuha almushrikun, natambueni enyi washirikina, na Allah, kwamba Allah mudhillul kafirin, ni mwenye kuwanyongesha na kuwadhalilisha makafiri, fi dunia wal akhirah, duniani na akhira. Min fawaid al-aya, katika faida za aya hizi mbili, qauluhu ta'ala wa anna Allah mukhzil kafirin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye kuwafedhehesha na kuwadhalilisha makafiri,
na kuwapa khizaya, fihi dhamanu min Allah azza wa jalla. Aya hii inatufunza na inatupa dhamana, inatupa guarantee kwamba Allah subhanahu wa ta'ala vyovyote itakavyokuwa yeye anachukua dhamana binasrihi almu'minina ala alkafirin, kwamba yeye atawanusuru makafiri dhidi ya Waislamu, atawanusuru Waislamu dhidi ya makafiri. Afwan, Allah ataendelea kuwapa ushindi makafiri, ataendelea kuwapa ushindi waumini dhidi ya makafiri, hata kama itaonekana katika baadhi ya wakati au baadhi ya maeneo au baadhi ya fani makafiri wako juu kuliko Waislamu, lakini nusra ya kudumu imeandikwa kwamba ni haki ya Allah kuwanusuru waumini, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah anasema ni jukumu letu sisi kuwanusuru na kuwapa ushindi Waislamu, hata kama baadhi ya wakati ushindi huo unaweza ukawa hauonekani, hata kama Waislamu watakuwa wanaangamizwa kwa kupigwa mabomu au kwa kuingizwa katika moto, bado ushindi wa uhakika utabakia kwamba ni Waislamu peke yao. Na vile vile katika faida za aya hizi qaulullahi ta'ala bara'atu min Allahi wa rasulihi alladhina ahadtum min almushrikina. Sura hii imefunguliwa kama ambavyo hufunguliwa mingi katika mikataba. Yani inapoandikwa mikataba kuna namna ya lile neno muhimu kabisa kutangulizwa mwanzo. Mfano, watu huandika wanasheria kwamba baa au wakala au tazawaja fulani, yani amenunua, neno la kwanza. Au kwa Kiswahili wanaandika ya kuwa amenunua, au ya kwamba, au ifahamike kuwa ameuza, amenunua, ameoa. Ile neno muhimu katika mkataba ndilo ambalo linaandikwa la kwanza katika lugha ya kisheria. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameanza bara'atu minallahi, Allah amejitenga, Allah amekuwa mbali, Allah amevunja mkataba yeye na mtume wake kwa wale ambao mlikuwa mmeingiana nao mkataba miongoni mwa washirikina. Na kauluhu ta'ala bara'atu minallahi wa rasulihi, vile vile mafunzo yake a'lana Allah ametangaza lihaulai, kwa watu hawa, hadhihi albaraa, huku kwamba yeye Allah amevunja mkataba huu, ametangaza wali liyakhudhu hidhrahum, ili wachukue tahadhari zao, wasije wakasema wamevamiwa, wasije wakasema wameshtukiziwa kama ambavyo wao walifanya kuwashtukizia waumini. Wa fi dhalika, na katika hilo, tadhiqun alaihim indamu ala shirki, hii ni kwa ajili ya kuwapa dhiki wao ikiwa wataendelea kubakia katika ushirikina baada ya miezi minne waliopewa ya kufanya maamuzi, hapo watakuwa hawana namna wao ya kuweza kujitetea. Lianna al-ardha sarat li ahli al-islam, kwa sababu wakati huo ilikuwa ardhi imeshakuwa sasa ardhi ni ya Waislamu. Ndio Allah akasema katika aya ambayo tutakuja kuisoma ya 3, fa in tubtum fa huwa khairul lakum, kama mtatubia ni jambo jema kwenu nyinyi. Alafu qaulullah ta'ala fasihu fil ardh, aliposema Allah tembeeni katika ardhi 4 ashhur, miezi minne. Lamma kana al-amru bihadha as-sayr mufarra'an ala albara'ati min alahdi, anasema kwamba vile ilivyokuwa amri hii ya kwamba watu watembee imekuja baada ya kwamba Allah ameshatangaza kwamba mkataba umeshavunjwa. Wa muqarriran li hurmati al-ashhur al-hurum, na imekuja kwa kukiri kwamba Allah anathibitisha kwamba miezi hii ni miezi mitakatifu. Ulima anna al-murada as-sayru bi amnin duna khawfin, hapa inajulikana kwamba Allah alikusudia kwamba washirikina waondoke wakiwa kwenye chini ya amani, anawachukulia yeye dhamana kwamba ndani ya miezi minne hii mitakatifu hamutoguswa. Kwa hiyo ondokeni, hali ya kuwa huko mnakokwenda hakuna anayeweza kuwafanya chochote. Kwa hiyo maana yake fasihu aminina haithu ma shi'tum min al-ardh, tembeni mwende popote mnapotaka. Safari ya miezi minne hakuna Muislamu atakayeweza kuwagusa chochote. Ni guarantee inatolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa washirikina. Namna gani? Maadui wa Uislamu ambao wamemtesa mtume, wamewashambulia Waislamu, lakini bado Allah anawapa guarantee kwa insaf, kwa ule uadilifu wake ulivyo wa hali ya juu, kwamba tembeeni na muondoke na hakuna anayeweza kuwafanya chochote. Na vile vile fasihu fil ardi 4 ashhur, katika aya hii andhara almuahidina min muddati ahdihim annahum wa in kanu aminina fa innahum lan yu'jizu Allah wa lan yafutuhu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii amewapa indhar, amewapa onyo, amewapa makemeo, na wapa indhar wale ambao wameahidiana na Allah, almuahidina fi muddati ahdihim, katika muda huu wa ahadi hii ya miezi minne. Amewapa onyo
annahum wa in kanu aminin, kwamba hata kama wamepewa amani, fa innahum lan yujizu Allah wa lan hawawezi kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawawezi wakamporonyoka wakawa hawapati tena, wakaenda sehemu ambapo sasa adhabu yake hawapati tena. Kwa hiyo pamoja na kupewa amani, ndani yake kuna namna kubwa ya kuonesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala uliopitiliza kila namna ya kupitiliza, kwa sababu anayekupa miezi minne uende unapotaka katika hali ya kawaida, huyu hakupati tena, lakini bado Allah subhanahu wa ta'ala anajiamini, hana wasiwasi na anawapa onyo yani kuambia nendeni, pamoja na kwamba mna amani, lakini bado mfahamu kwamba hamwezi kumkimbia Allah subhanahu wa ta'ala. wa fi qawlihi fasih fil ardi lamma kanat as-siyaha tutlaq ala kulli hal. Mafunzo mengine yapo, lakini kwa leo tufikie hapo. Kama kuna maswali katika haya ambayo tumeyasoma, tunaomba mkaribie, na Allah awalipe kila la kheri. Naam.